Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana leo hii katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo leo hii kuna mchezo wa kirafiki ambao wanakwenda kuchezwa pale Singida, ambapo leo hii Singida Black Stars wanazindua uwanja wao, huku wakiweza kuwaalika Young Africans kama sehemu ya mchezo huo. Panapo ufunguzi wa uwanja huo pataambatana na mchezo huo wa kirafiki, ambapo huo mchezo unafahamu ya kwamba ni mchezo tu wa kirafiki, hakuna ligi, hakuna nini, kwa sababu sasa hivi ligi kuu ya soka Tanzania bara imeweza kusimama kuweza kupisha mechi za kimataifa. Hivyo basi kuna wachezaji ambao bado wapo kwenye kikosi cha Young Africans kutokana na kutokuitwa kwenye timu zao za taifa. Hivyo basi ambao hawajaitwa ndio wanakwenda huko Singida Black Stars kwenda kuwavaa kabisa, ambapo kocha mkuu Amdi Mirudi ameweza kutangaza kikosi chake ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa dhidi ya Singida Black Stars, ambapo mimi nimekusogezea hapa orodha ya kikosi cha Young Africans ambacho kinachoanza, ambacho kocha mkuu ameweza kukitangaza kama ifuatavyo. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia Young Africans. Bana, kikosi hicho ambacho leo hii kinakwenda kuvaana dhidi ya Singida Black Stars ni kama ifuatavyo, ambacho kimetangazwa na kocha mkuu wa Young Africans Amdi Mirudi, ambapo golini anasimama Abutwalib Msheri. Unafahamu shughuli yake miongoni mwa magolikipa ambao wanapatikana kwenye kikosi cha Young Africans. Kutokupata nafasi haimaanishi kwamba sio golikipa mzuri, ni golikipa mzuri ambaye ni golikipa namba 2 wa kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Yanga wanamkosa Djigui Diarra kwa sababu ameitwa kwenye taifa lake la Mali kwenda kucheza michezo ya kufuzu kombe la dunia. Kwa hiyo leo shughuli golini atakuwa nayo Abutwalib Msheri kwa kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo utaenda kushuhudia golini leo hii atasimama Abutwalib Msheri akienda kulinda lango la Young Africans. Lakini kwa upande wa beki namba 2 anasimama Shomari Shomari Kibwana, ama Kibwana Shomari wengine wanapenda kumuita hivyo kutokana na yeye pia hajaitwa kwenye kikosi cha Taifa Stars. Hivyo basi atakuwepo leo hii akisimama kama beki namba 2 kutokana na shughuli yake. Unafahamu ubora wake, amekuwa na nyakati nzuri kweli kweli. Katika nyakati zilizopita alikuwa akipata nafasi ya kutosha kwenye kikosi cha Young Africans, lakini hivi karibuni nafasi imekuwa kidogo ni adimu toka Israel Mwenda aonekane kujipata kwenye kikosi cha Young Africans. Ndio maana umeweza kushuhudia Kibwana Shomari akiwa anakula mbao ndefu sana. Kwa hiyo anaanza katika mchezo huu kama beki namba 2. Lakini katika upande wa beki namba 3 atasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Issa Shadrack Kiboka. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao wenye kasi, wenye mbio, wanaweza kupandisha mashambulizi na kurudi katika nafasi yake kukaba vizuri kabisa. Anaanza katika mchezo huu dhidi ya Singida Black Stars, na yeye pia akuitwa kwenye timu yake ya taifa uko Kongo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo litakapokwenda kutokea leo hii kila namba 3 yake kama ilivyo kawaida. Lakini kwa upande sasa hapa wa namba 4
atakuwepo si mwingine bali ni Azizi Andambwile. Unafahamu shughuli yake, naye pia kwa muda hujamuona kwenye kikosi cha Young Africans. Alikuwa katika majeraha, ameweza kupona, sasa ndio mechi zake za kuonyesha kwamba kile ambacho yuko nacho. Kumbuka kwamba Azizi Andambwile toka alipoweza kusajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans, majeraha yamekuwa sehemu ya maisha yake kwenye kikosi cha Young Africans. Hivyo basi nafasi kama hizi ambazo zinaonekana kupatikana kucheza, inabidi aweze kuonyesha kitu viongozi wa Young Africans kuelekea dirisha kubwa, wasiweze kumfanyia maamuzi ya kuachana naye, kwa sababu unafahamu ya kwamba lazima Yanga watakwenda kufanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chao. Hivyo basi anapaswa kuonesha kazi kubwa leo hii kwa nini alisajiliwa kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini kwa upande wa beki namba 5 atakuwepo si mwingine bali ni Bakari Nondo Mwamnyeto. Nafahamu shughuli yake, namba 5 pale akisimama. Yeye pia hajaitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kwa hiyo leo hii atakuwepo kama sehemu ya kikosi cha Young Africans kitachokwenda kuwavaa Singida Black Stars, akiwa ndo captain katika mchezo huu. Unafahamu shughuli yake kabisa. Kwa hiyo eneo la ulinzi litakuwa likisimamiwa vyema kabisa na hao ambao nimeweza kukutajia hapo. Lakini kwa upande wa namba 6 atasimama si mwingine bali ni Jonathan Mkude aka Nungunungu. Kwa mara nyingine tena tunamuona Jonathan Mkude kwenye kikosi cha Young Africans akiweza kupata nafasi ya kuweza kucheza. Ni mchezaji mzuri mwenye kiwango kizuri kabisa. Sema kutokupata nafasi ndio inaonekana kama vile Jonathan Mkude amekwisha, lakini ubora wake kila mmoja na ufahamu kwenye kuhamisha mali, kwenye kukaba, kwenye kuzuia mashambulizi. Kwa hiyo leo utakwenda kushuhudia kiwango adimu kabisa ambacho kitakachoonekana katika dimba hilo jipya ambalo wanakwenda kulizindua Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Lakini kwa upande wa namba 7 sasa hapa atakuwepo Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake. Maxim Pia Nzingeli pia kwenye timu yake ya Kongo huko akuweza kufanikiwa kuitwa kwenye kikosi cha timu yake. Hivyo basi atakuwepo katika mchezo huu. Unafahamu ubora wa Maxim Nzingeli, miondoko yake, mikimbio, ukiweza kushuhudia mashuti, namna ambavyo anaweza kuisaidia timu ambapo pindi ikipoteza mali. Hivyo basi utakwenda kushuhudia ubora mkubwa kabisa ambao utakuwepo katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya hapa nazungumzia Singida Black Stars. Maxim Nzingeli atakuwa akicheza namba 7. Lakini kwa upande wa namba 8 utakutana na Abubakar Salum almaarufu Shua Boy, akiendeleza kuonyesha kiwango chake kwamba kiwango chake si cha kuisha leo wala kesho. Abubakar Salum unafahamu ubora wake, amekuwa na wakati mzuri na hata katika mechi za ligi amekuwa akipata nafasi ya kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kocha Amdi leo hii kazi yake ni moja tu, kuwaelekeza nini cha kufanya wachezaji ambao walikuwa wapate nafasi waweze kuonyesha kitu ili waweze kuingia katika mfumo na wenyewe kuwa wanapata mechi mara kwa mara. Lakini katika upande wa namba 9 sasa hapa namba 9 hapa utakutana na namba 9 ameweza kusimama Shehani Hamisi. Mchezaji huyu wa Young Africans ni kwa sababu ya kimfumo ndo anamweka Shehan kucheza katika nafasi hiyo, kwa sababu wafungaji wote wa Young Africans wameitwa kwenye timu zao za taifa. Ukianzia kwa Clement Mzinze ameitwa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Lakini kwa upande wa Kennedy Musonda naye ameitwa kule Zambia. Lakini kwa upande pia wa Prince Dube ameitwa kule Zimbabwe. Kwa hiyo hapa unazungumzia wachezaji wafungaji watatu wote wapo kwenye kikosi cha Young Africans. Lakini katika upande wa namba 10 atakuwepo si mwingine bali ni Pakomo Zuzwa. Unafahamu shughuli yake, profesa wa bodi akiweza kwenda kutoa somo la namna ya kuweza kutembea na mali, namna ya kuweza kufunga, namna ambavyo anaweza kutoa assist za mwisho. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia hilo likiweza kutokea, Pakomo Zuzwa akiweza kuanza katika mchezo huu mkubwa. Huku namba 11 atakuwepo Nixon Kibabage akiweza kuanza katika nafasi hiyo ambapo mwalimu ameweza kumwanzisha huko ili aweze kuonyesha kile ambacho yuko nacho. Kwa hiyo ndio kikosi cha Young Africans ambacho kinachoanza leo hii katika mchezo huo mkubwa kabisa. Mchezo wa hapa nazungumzia
kirafiki dhidi ya Singida Black Stars kuzindua uwanja wa Singida Black Stars. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa